kuhusu madhara ya ghasia, madhara ya kibinadamu, haswa haki ya kuishi. Sheria za kimataifa, kikanda na ibara 14 ya katiba yetu inampa kila binadamu haki ya uhai na ulinzi wa haki hiyo na jamii. Haki hiyo inaweza kunyimwa tu kwa taratibu iliyowekwa na sheria. Tume haikuchukulia uchambuzi wa idadi ya vifo kama upekuzi wa msako wa namba, bali imeupa uzito sana uhai wa binadamu na heshima kubwa anayostahili kila maiti baada ya kifo, ambao pia ndio utamaduni wetu. Kwenye tathmini yake, tume imezingatia vyanzo vingi vya ushahidi, ushauri wa kitaalamu na taarifa, zikiwamo kutoka kwa wafiwa, waathirika, wahudumu wa afya mahospitalini. Imechambua taarifa kutoka Wizara ya Afya, vituo vya afya vya binafsi, ngazi ya taifa, mkoa na wilaya na maeneo mengine, na zile za hospitali binafsi. Tume ilipokea pia vibali vya mazishi kutoka kwa familia, na vyanzo vingine ni wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA yenye mamlaka ya usajili wa vifo, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali yenye jukumu la uchunguzi wa kisayansi ya jinai inayohusiana na uchunguzi wa vinasaba, halmashauri za miji na mikoa na maoni ya wataalamu wa patholojia na fani nyingine. Tume pia imepata fursa ya kuhojiana moja kwa moja na waganga na madaktari bingwa 80 wa sekta ya umma na binafsi katika mikoa 11 iliyotembelewa na tume, sambamba na picha mnato na mjongeo zilizothibitika kuwa na ukweli. Tathmini ya tume ni kwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambao wanaume ni 490 sawa na 94.6, na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Wingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, yani unnatural. Vifo vya kawaida sio kisheria, vifo sio halali, sio unlawful. Kifo unlawful ni mahakama peke yake ndio kinakibaini, lakini kwa upimaji na sheria ya uchunguzi wa vifo inatambua vifo ambavyo sio vya kawaida, unnatural, na sheria nchi nyingi ni hivyo hivyo. Kuna vifo vya kawaida, uzee, vifo unnatural sio vya kawaida, ndio vilivyobainika hivyo. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ikiwa ni zaidi ya vifo 182, kifuatia na Mwanza 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Kati ya vifo hivyo 818, 21 vilikuwa vifo vya watoto. Katika kundi hilo 15 walikuwa watoto wenye umri kati ya miaka 15 na 17, 4 walikuwa umri kati ya miaka 7 na 10, na 2 umri chini ya miaka 5. Vifo 205 sawa na 96.7 vilikuwa vya raia, civilians, na vifo 16 sawa na 3.1 vilikuwa maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama. Kati ya watu 518 waliofariki, 373 walifikishwa hospitali wakiwa wamefariki, na majeruhi 121 walifariki wakati wanapata matibabu kwenye hospitali, na maiti 24 bado hazina taarifa kamili. Kati ya maiti 518, maiti 480 sawa na 92.7
zilitambuliwa na kuchukuliwa na familia zao. Mheshimiwa Rais, kwenye uchunguzi wa maiti postmortem chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo wenye mashaka ulifanyika katika hospitali mbalimbali za rufaa Dar es Salaam na huko mikoani. Uchunguzi huo zilifanyika dhidi ya maiti 260. Maiti nyingine hazikufanya uchunguzi kwa kukosekana kwa ridhaa za ndugu na familia ambao walitaka kuchukua maiti za ndugu zao kwa haraka ili wakazike. Kati ya maiti 260 zilizofanywa uchunguzi, nyingi zilibainika kuwa na majeraha ya kutobolewa na vitu vyenye ncha kali na kuvunjika katika sehemu mbalimbali za mwili. Majeraha hayo yalisababishwa kupoteza damu nyingi, hivyo kusababisha vifo hivyo. Nyingine aidha, kuna maiti 21 hazikuonyesha aina yote ya majeraha na maiti 6 zilikuwa na majeraha ya moto. Maiti ambazo hazikuchukuliwa na ndugu. Maiti 485 katika maiti 118 zilitambuliwa na kuchukuliwa na ndugu zao kutoka vituo vya afya kwa ajili ya mazishi. Lakini maiti 6 tu ambazo hazikutambuliwa na hazikuchukuliwa. Kati ya hizo maiti 6 zimezikwa kwa mujibu wa kanuni za utupaji wa taka na mabaki ya miili ya binadamu na mamlaka za serikali za mitaa, ambao ndio utaratibu, ndio sheria nchini. Kuna maiti 3 tu ambazo bado zipo lakini zimefanyiwa uchambuzi wa kinasaba. Hizo ziko bado mkoa wa Dar es Salaam, bado mpaka leo ziko hospitali ya Muhimbili. Uchunguzi wa vinasaba pia ulifanyika kwa maiti 274 kwa lengo la kuchukua taarifa za kutambua maiti kwa usahihi. Taarifa hizi za kiuchunguzi zitasaidia sana kutambua ndugu na marehemu kwa ushahidi pale ambapo utahitajika. Tume pia ilifanya tathmini zaidi kuhusu uchunguzi uliofanya awali na madaktari waliothibitisha kifo kwenye hospitali mbalimbali. Kwa hiyo tume ilimwagiza mtaalamu na daktari bingwa wa patholojia kufanya uchambuzi wa taarifa za maiti hizo, postmortem reports, ili kubaini sababu halisi na namna vifo hivyo vilivyotokea na maeneo ya mwili yaliyoathiriwa. Katika kutekeleza agizo hizo, takriban taarifa za uchunguzi za maiti 216 zilifanyiwa uchambuzi wa kina. Uchambuzi huo ulibainisha kwa maiti hizo 219 zilitokana na vifo visio vya kawaida, na sababu ya kifo ya mmoja pia ilibainikwa, yani immediate cause ya vifo 147, ambayo ilikuwa ni kuvuja damu nyingi, kujeruhiwa ubongo, kukosa hewa, kujeruhiwa uti wa mgongo, majeraha mbalimbali, mshtuko wa moyo na kifo kimoja sababu hazikujulikana. Vile vile sababu ya halisi ya vifo, yani underlying causes au antecedent causes, vifo vingi vilitokana katika idadi hiyo kupigwa risasi, ambayo ni vifo 197 sawa na 90%, na vifo 22 sawa na 10% havikuhusiana na matumizi ya silaha za moto. Taarifa ya uchambuzi wa wataalamu inabainisha kwa maiti 166 zilikuwa na majeraha ya sehemu ya mkono na miguu, na maiti 36 zilikuwa na majeraha sehemu ya kifua na tumbo, na maiti 12 zilikuwa majeraha sehemu ya kichwa na shingo. Maiti moja ilikuwa haina baadhi ya viungo. Hata hivyo, kutokana na mazingira ya ghasia pamoja na madai ya baadhi ya mashahidi, idadi hiyo ya vifo iliyobainiwa na tume inaweza kubadilika kutokana na
uwezekano wa kuwepo kwa baadhi ya ndugu ambao walizika maiti za wapendwa zao bila kufikisha kwenye vituo vya kutolea huduma ya afya au hawakupata fursa ya kuja mbele ya tume. Vile vile inawezekana kulikuwa na majeruhi ambao waliamua kutibiwa nje ya mfumo rasmi na wakafariki bila taarifa zao kufikishwa panapostahili. Tume pia ilipokea ushahidi na madai kuhusu watu kupotea au kutopatikana tangu wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa kuzingatia ufafanuzi uliotolewa kwa idadi ya vifo hiyo 518 kwenye ripoti ya tume, inaweza ikawa sio kauli ya mwisho, not final and conclusive. Tathmini ya tume kuhusu vifo. Tume inatambua kuwa vifo vimeacha pengo kubwa katika familia na jamii na kuathiri kwa kiasi kikubwa nguvu kazi ya taifa. Madhara yaliyotokea yanasababisha baadhi ya familia kupoteza utegemeo lao kuu na hivyo kuziweka familia hizo hali ya utegemezi wa kiuchumi na kijamii. Tume pia imepokea ushahidi kwa watu 39 ambao inadaiwa walifariki au kupotea, ikiwemo baadhi ambao awali inasemekana miili yao ilionekana kwenye hospitali au vituo vya afya na kutambuliwa, lakini ndugu zao baadaye miili hiyo haikuonekana tena, na wengine walisema kuwa walizika nguo za marehemu ili kuhitimisha misiba. Hii ni moja ya jambo muhimu ambayo tume imetoa mapendekezo ili ifanyike kazi mapema iwezekanavyo. Tume pia ilipokea madai kutoka kwa waathirika na mashahidi wengine kuhusu watu kupigwa risasi, kujeruhiwa au kuuawa katika maeneo ambayo hayakuwa na ghasia na vurugu. Kuna madai ya watu kupigwa risasi kwenye makazi yao, ikiwa pamoja na ndugu, ikiwa pamoja na ndani ya nyumba au sebuleni au ndani ya maduka. Hizi ni tuhuma nzito zinazoashiria uwezekano wa matumizi ya silaha za moto kinyume na miongozo na kanuni za kimataifa, kikanda na kitaifa na kuhusu matumizi haya ya moto. Hili ni jambo jingine linalohitaji kufanya upelelezi wa kina, na tume imeleta mapendekezo kwa mamlaka ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niseme kidogo kuhusu majeruhi. Tathmini ya tume inaonyesha kuwa hadi kufikia 31 Machi mwaka 2026, majeruhi waliokuwa wamehudumiwa katika vituo vya afya vya umma na binafsi walikuwa ni 2390. Kati yao raia civilian walikuwa 2270, 95%, na maafisa na askari wa vyombo vya ulinzi na usalama 120, sawa na 5%. Kuna uwezekano kwa baadhi ya majeruhi hawamo katika idadi hiyo kwa sababu mbalimbali, kwa pamoja na uwezekano wa baadhi ya majeruhi kuendelea kupata matibabu nje ya vituo rasmi vya kutolea huduma za afya na wengine kukimbia nchi jirani, hususan kwa mikoa ya mipakani ya Mbeya, Songwe, Arusha na Mara kwa hofu za kukamatwa. Majeruhi waliopata majeraha makubwa walikuwa 219, sawa na 9.2% ya majeruhi wote. Kati yao majeruhi 197 walikuwa na majeraha yanayotokana na risasi na 22 hayakuwa na risasi. Wengi wa majeruhi katika kundi hilo walazimika kulazwa hospitali ili kupata huduma za matibabu. Aidha, majeruhi 2171 walipata majeraha madogo ambayo walipata huduma na kuruhusiwa. Kati yao majeruhi 833 walikuwa na majeraha yaliyotokana na risasi katika sehemu chini za mwili, wakati majeruhi 126 walikuwa na majeraha sehemu ya juu ya mwili,
na uchunguzi wa kitabibu kwa majeruhi wote ulifanyika kwenye vituo vya umma na huduma za afya, na majeraha wote hao waliopata huduma kulikuwa hakuna ushahidi wowote wa mtu yoyote katika hao ambayo aliteswa. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kulikuwa na madai ya kuwepo makaburi ya halaiki. Kulikuwa na madai hayo kupitia vyombo vya habari vya kitaifa na mitandao ya kijamii kusuwepo kwa makaburi halaiki eneo la makaburi ya Kondo, Kunduchi, manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam. Tume imefanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua eneo la makaburi, kufanya mahojiano na kupata taarifa ya afisa msimamizi wa makaburi hayo kutoka manispaa ya Kinondoni na kuchukua ushahidi wa wasimamizi wa makaburi ya Kondo. Tume pia imeshirikisha wataalamu mbalimbali ili kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu madai hayo, ikiwa pamoja na picha za satellite iliyotumika kuleta madai hayo. Maoni ya wataalamu hao wakiwemo wa uchambuzi wa mbalimbali wa mifumo ya taarifa za kijiografia, remote sensing and geographical information system, ni kwa madai hayo hayakuweza kuthibitishwa. Lakini tume pia ilifanya ukaguzi na kubaini kwa eneo la makaburi ya Kondo lililozungukwa na makazi ya watu na ambayo bado linatumika kwa shughuli za kilimo cha msimu na lina ulinzi muda wote. Kutokana na ushahidi na uchunguzi wa tume wa uandani na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi, tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika.